Karibu sana kunako tetesi za soka barani Ulaya, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, siku ya 16 ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2026. Karibu sana tuweze kufahamishana nini ambacho kimejiri huko kunako tetesi za soka, ambapo kubwa zaidi tunaambiwa Aston Villa inataka kumsajili Tammy Abraham. Karibu sana tuangalie kiundani zaidi. Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Swaleh Mshana. Karibu sana. Klabu ya Aston Villa wanataka kuweka mkataba wa kudumu na mshambuliaji wa Uingereza Tammy Abraham ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo Besiktas kutoka Roma. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 28 alitumia msimu wa 2018-19 kwa mkopo katika klabu ya Villa na kuwasaidia kupandishwa daraja hadi ligi ya Premier. Klabu ya Manchester United wanazidi kujiamini kuwa watamsajili kiungo wa kati wa Cameroon Carlos Baleba mwenye umri wa miaka 22 kutoka klabu ya Brighton msimu wa joto. Lakini klabu ya Juventus wamefanya uchunguzi kuhusu kumsajili mshambuliaji wa Ufaransa Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 28 kutoka Crystal Palace mwezi huu, wakitafuta mbadala wa muda mrefu wa mshambuliaji wa Serbia Dusan Vlahovic. Lakini Inter Milan, Napoli na Fiorentina wote wanawania kumnunua beki wa Manchester United na Uingereza Harry Maguire ambaye ana umri wa miaka 32 mwezi Januari. Lakini mlinzi wa Nottingham Forest na Brazil Murilo mwenye umri wa miaka 23 anazingatiwa na Manchester United, huku wakitafuta badala wa Maguire wa muda mrefu. Klabu ya Chelsea nao wanataka kusajili mlinzi dirisha hili, huku mchezaji wa kimataifa wa Argentina wa Bournemouth Marco Senesi mwenye umri wa miaka 28 akiwa miongoni mwa walengwa kadhaa. Kocha mkuu wa muda wa Manchester United Michael Carrick ana nia ya kumsajili kiungo kati wa Middlesbrough Muingereza Hayden Hackney mwenye umri wa miaka 23 ambaye pia anaivutia Tottenham. Lakini Valencia wamewasiliana na Brentford kuhusu upatikanaji wa kiungo wa kati na Nigeria Frank Onyeka mwenye umri wa miaka 28, na West Ham inaonekana huenda ikamkosa mlinzi wa Toulouse Charles Criswell mwenye umri wa miaka 23 baada ya Wolfsburg kuwasilisha ombi la euro milioni 15 kwa Mwingereza huyo. Klabu ya Nottingham Forest wanashinikiza kumsajili kiungo wa kati wa Italia na Inter Milan David Furates mwenye umri wa miaka 26. Kiungo wa kati wa Uingereza Kobbie Mainoo anaweza kuondoka kwa mkopo iwapo muda wake wa kucheza Manchester United hautaimarika mwezi huu, huku Napoli wakiongoza mbio za kumnunua mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 20. Klabu ya Crystal Palace na Brighton wanashindana na Celtic na Norwich pia kumnunua mlinzi wa Dundalk mwenye umri wa miaka 17 kutoka Ireland Venier Leonard. Lakini Aston Villa wanaweza kumnunua kiungo wa kati wa Real Madrid na Uhispania Dani Ceballos mwenye umri wa miaka 29 baada ya kukosa kumsajili Conor Gallagher. Tottenham wanatafuta njia za kumuuza mshambuliaji wa Argentina Alejo Vélez mwenye umri wa miaka 22 ambaye kwa sasa yuko kwa mkopo Rosario Central na wako kwenye mazungumzo na klabu ya Bahia ya Brazil. Lakini Galatasaray, Napoli, Juventus na vilabu nchini Saudi Arabia vinamfuatilia kiungo wakati wa Ureno Bernardo Silva mwenye umri wa miaka 32 ambaye yuko katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake na Manchester City na bado kukubaliana kuongeza muda. Wolves wanatumai kuwashinda mahasimu wengi wa Premier League kwa vijana wawili wa Uskoti, mshambuliaji wa Dundee United Kai na mwenye umri wa miaka 15 na kiungo wakati wa Aberdeen Cooper Mason mwenye umri wa miaka 17. Tumalize taarifa za michezo hizi na klabu ya Sheffield United. Sasa tunaambiwa Sheffield United wamesajili nia yao ya kumnunua kiungo
wakati wa Uingereza Ross Barkley mwenye umri wa miaka 32 ambaye anatatizika kwa muda wa kawaida wa kucheza kunako klabu ya Aston Villa. Hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Bye bye.